Karibu Bawe. Kisiwa hiki kilichopo takriban kilomita 10 tu kutoka Stone Town kina historia ya kusisimua. Karne kadhaa zilizopita, kisiwa hiki kilitumika kama kituo cha uendeshaji wa waya za chini ya bahari unaounganisha Zanzibar na Ushelisheli hadi Aden. Hii leo, kisiwa hiki kinaandika historia ya kuwa moja ya visiwa vya kuvutia zaidi Tanzania na kinatarajiwa kuvutia watalii kutoka pembe zote za dunia kufuatia uwekezaji mkubwa na wa hali ya juu uliowezeshwa na serikali ya Zanzibar. Uwekezaji huu haukuja kwa bahati, bali umetokana na dhamira na maono ya mbali ya kiongozi shupavu na mwenye uthubutu. Tumeamua kwamba visiwa hivi vitolewe kwa wawekezaji wenye uwezo ili wavijenge, waweke hoteli kule, waweke aina mbalimbali za uwekezaji katika maeneo hayo ili utalii wetu uweze kukua. Zanzibar ya sasa imebadilika na inazidi kubadilika kwa kasi kubwa kupitia sera madhubuti ya uchumi wa bluu kwa kuleta miradi kabambe ya maendeleo na uwekezaji wa kutukuka kuanzia kaskazini hadi kusini. Ukiangalia hivi kwenye maisha ukifikiri, unaona kila kitu hakiwezekani mpaka kifanyike. Wakifufuka leo bibi zetu na baba zetu waliozaliwa hapa Kizimkazi, ukiwazungusha watasema hapa sipo. Hapa sipo kabisa. Na kwa miaka hiyo hatukujua Kizimkazi inaweza kujengeka ifike hivi ilivyo. Wenzetu hao wanasema it seems impossible until it is done. Na wawekezaji lukuki wamevutiwa mno na sera na hali ya utulivu ya Zanzibar na kuja kuwekeza mabilioni ya dola katika miradi mbalimbali ukiwemo huu wa hapa Bawe. Na hii ni taswira ya uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 40 ambao mwekezaji ameita kuwa ni bahati kubwa kwake. We was so lucky to choose the best island in the world. The name is Bawe. Bawe. Also the name is really beautiful. Kazi kubwa inayofanywa na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA kwa miaka na mikaka imeweka mazingira bora na ya kuvutia kwa wawekezaji wa ndani ya nchi na hata wa nje ya nchi. Tunawakaribisha wawekezaji wetu wote wa ndani na wa nje kushirikiana pamoja katika kutumia fursa hii ambayo katika ukanda wa Afrika Mashariki inapatikana Zanzibar peke yake. Zanzibar ina zaidi ya visiwa 50 vidogo vidogo vya kuvutia. Takriban visiwa 20 vya Unguja na Pemba vilitolewa kwa ajili ya uwekezaji ambao umeleta mamilioni ya dola za Kimarekani tangu fursa hiyo ya kipekee ilipoanza karibu miaka 3 iliyopita. Hadi sasa jumla ya visiwa 16 vimeshakodishwa vyenye thamani ya zaidi ya dola milioni 380. Kati ya visiwa hivyo kimoja ni kisiwa cha Bawe. Wizara ya Kazi, Uchumi na Uwekezaji yenye dhamana ya kusimamia uwekezaji Zanzibar kwa kupitia ZIPA imefanikiwa kusajili zaidi ya miradi 400 katika kipindi kifupi cha miaka 3. Mtaji katika miradi hii mikubwa na ya kimkakati ni karibu dola bilioni 6 za Kimarekani. Moja ya mafanikio makubwa ya uwekezaji huu ni uzalishaji wa ajira zipatazo 22,000 na ushe kwa Wazanzibari. Haya ni mafanikio makubwa sana. Kwangu mimi kwa kweli ni faraja na kuwa ni moja kati ya sehemu ya mafanikio haya. Kwa kweli hii ni alama kubwa kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake katika kuleta maendeleo nchini kwetu. Miradi hii imeleta chachu kubwa katika kuongeza idadi ya watalii wanaokuja Zanzibar. Zaidi ya watalii 500,000 waliwasili hapa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, huku mamlaka zikipania kupandisha idadi hiyo hadi zaidi ya watalii 800,000 mwaka huu. Watalii wanapokuja Zanzibar, fursa nazo huongezeka. Kwa majina mimi naitwa Rajabu Ahmad, ni mzaliwa wa Zanzibar. Nyumbani kwetu ni Kizimkazi, nimetokea Kizimkazi, nimezaliwa kule na wazazi wangu wametokea kule. Kwa kweli uwekezaji umetusaidia sana, na hususan kwenye sekta yetu sisi ya utalii. Vijana wengi tumejiajiri wenyewe au tumeajiriwa kupitia utalii, tunafaidika sana na utalii, na kwa kweli umetuwezesha hata mimi kiuchumi vile vile. Namshukuru Mungu kwamba
nimefanikiwa kiasi fulani. Uwekezaji wa miradi kama hii sio tu inazingatia maslahi makubwa ya Zanzibar na Wazanzibari, bali pia inasisitiza uzingatiaji wa kuhifadhi na kutunza mazingira. Bawe ni mmoja wa mfano huo, kwani mradi huu una mtambo wake wa kisasa wa kusafisha maji ya bahari pamoja na matumizi ya nishati ya jua katika shughuli zake. Hali kadhalika, wavuvi ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao katika eneo la bahari wamejengewa dago la kisasa na hivyo kuwa sehemu ya wanufaika wa mradi huu. Hii ndio tafsiri halisi ya Nyota Tano. Vyumba vya kulala wageni hapa vina hadhi ya kifalme, baadhi yake vikiwa na mabwawa yake binafsi ya kuogelea. Kuna vyumba ambavyo vimejengwa juu ya bahari ya Hindi, vyumba ambavyo sasa vitashindana na mahoteli mengine makubwa duniani yaliyokuwa yakijinasibu kwa huduma kama hizi. Bila shaka, kila mtalii atakayekuja hapa Bawe kamwe hawezi kusahau atakachokiona, na hakika atafanya jitihada za kurejea tena na tena. Na kama msemo wa hapa usemavyo, Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Crown Media. Hapa ni nyumbani.